Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii pool inaendea wale ambao wanaita Kikuyu. Hii pool inaendea watu wanaita Kikuyu. Kikuyu ameweka hii siasa kwa roho. Kikuyu pesa hii anaongea na uchungu ingine. Wala ameweka hii siasa kwa roho. Wakikuyu wameweka hii siasa kwa roho, kwa kifua, kwa lungs, kwa mind. Wanaongea na uchungu ingine. Sijawahi ona wale wameweka siasa kwa roho. Tuliwaambia na Mandago wasiweke siasa kwa roho. Kikuyu wameweka hii siasa kwa roho. Wamechukua hii kitu personal. Wakikuyu wamechukua hii siasa personal. Ukisikia bila Kikuyu anaongea juu ya Ruto, ukisikia Kikuyu bila anaongea serikali, wamechukua personal. Kama hizo serikali zingine imepita ni malaika. Watu wamechukua hii kitu personal vibaya bana. Si wako personal na Wakale, si wako personal na Ruto, si wako personal na nini. Wamechukua hii kitu personal vibaya. I'm telling the truth. Wamechukua hii kitu personal vibaya. Wakikuyu wameweka hii kitu kwa roho, wameweka kwa lungs, wameweka kwa kifua, wameweka kitumbo, wameweka kwa akili, wameweka kwa macho, wameweka kwa mapua, wameweka kwa mdomo, wameweka kwa masikio. Hii siasa wamechukua personal vibaya bwana. Hata wanaweza kufa na hata attack. Wewe unaona uko na hao unapiga siasa, lakini hao umeweka hii kitu personal bwana. Kama hii only 4 years or 5 years uko nje, mtu wenyu yuko nje ya serikali, unaumia hivi. Na sasa sisi wale ambao wamekaa 60 years, nyinyi only hata 5 ya 3 years uko nje. Na sasa sisi 60 years mpaka hii kitu hata imeingia kwa damu. Hivi imagine hao wamekaa tu kwa position 5 years 3 years. Juzi Gachagua wamepichiwa hapa. Wanalia hivi. So wale wamekaa 60 years. Wale wamekaa 60 years. Kama Wajaluo wale wamekaa 60 years. Kama Wakamba wale wamekaa 60 years. Kama Waluya wale wamekaa 60 years. Kama Mijikenda wale wamekaa 60 years. Kama Oria wale wamekaa 60 years. Kama Masai wale wamekaa 60 years. Kama Turkana, Samburu, Boran. Sasa sisi tunaenda wapi? Kama nyinyi sasa niseme Kikuyu, sasa nyinyi ungekuwa Wajaluo, bila Raila alikuwa anafanyiwa vitu kwa hizo maserikali zote imepita, au bila Wajaluo walikuwa anafanyiwa kwa hizo maserikali wamepita. Sasa nyinyi Kikuyu ungekuwa wapi? Kama hii sasa bila umeweka kwa kifua, umeweka kwa lungs, umechukua hii kitu personal. Mpaka Kikuyu akiongea unasikia anataka kulia. Mpaka Kikuyu akiongea anataka kutoa maneno kali, maneno chafu. Sasa bila umechukua hii kitu personal na umejaa Rift Valley, itakuwaje? Sitanuka. Wakikuyu hawajachukua hii siasa kama ni kawaida, kama ni football au kama ni mchezo au kama ni game. Wakikuyu wamechukua hii kitu personal, wamechukua business personal, wamechukua kama marriage personal, wamechukua personal baya. Wakikuyu sasa ukipiga siasa, mtu wangu, saa nyingine unaongea ukislow down, unaongea saa nyingine ukisoma mood yao, unaongea pande yao, kwa sababu jamaa anaweza amuka na kofi na mateke na ujui jamaa anakupigia juu ya nini? Juu ya siasa. Kama wanajifanya kama Ruto, kama Uhuru alikuwa malaika, wanajifanya hapa kama Kibaki alikuwa malaika, wanajifanya hapa kama Moi alikuwa malaika, wanajifanya kama Kenyatta alikuwa malaika. Sasa Ruto ndio shetani kubwa anaonekana. Wakikuyu wamechukua hii kitu personal bana. Haifai. Tunapiga siasa, tunakuwa kwa hiyo position, tumekaa kwa hiyo position. Sisi tumekaa mwaka nyingi hivi, lakini Kikuyu wamechukua hii siasa personal. Wamechukua personal, mtu wangu. We attack na ongea nao kwa siasa usikie. Ongea nao kwa siasa social media usikie matusi watatoa. Ongea nao kwa siasa kwa base ambao ninyi unakaa. Usikie matusi machungu watatoa.
Hata hapa kwa TikTok unaona bila matusi wako nayo, unaona uchungi bila wako nayo. Haya, kuja kwa mtaa pale, unakaa base, unakaa marafiki zenyu, ongea nao kwa sasa, usikie wametangaza hii kitu kwa wazee wao, kwa vijana wao, kwa watoto wao, mpaka kwa wale kwa tumbo wamewatangazia. Ndio mimi nakwambia Kenya ni kabila na usikii. Hii kitu yote wanaimba hivi, Wakikuyu wote wanaimba hii wimbo moja, kutoka jensi mpaka wazee. Wamechukua hii kitu personal. Akiti nyinyi unasema sisi wa Kenya tuna kabila.